umetamatika mkutano mkuu maalum wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party, na tayari wameshapata mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara. Tutakwenda kuzungumza naye kumfahamu yeye ni nani na pengine anauzungumziaje mchakato ulikuwaje mpaka hapo ulipofikia. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Hongera kwa kuchaguliwa. Nashukuru. Pengine kwa faida ya wanaokutazama, majina yako kwa ukamilifu zaidi. Kwa jina naitwa Kunje Ngombale Mwiru. Ni mwanasiasa wa siku nyingi. Na ni mtu ambaye nimezunguka kwa vyama vingi sana. Lakini ninapofika kwenye vyama, kwanza naangalia sera ya chama, naangalia katiba ya chama. Kwa hiyo kimenisukuma chama cha AFP niwe mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine matarajio yako sasa ni nini? Tayari umeshaisoma katiba, umeshaziona sera za chama kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kitu gani ambacho unaweza ukawaambia wale wanachama na wajumbe ambao leo hii wamekupitisha wewe kuwa mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kikubwa na washukuru wajumbe. Nimepata kula za kishindo. Nimepata kula 76 kati ya kula 97. Hilo ni jambo la kuwashukuru wajumbe. Wana imani na mimi nitaonyesha imani kwao. Tunaelekea kwenye gurudumu la kutafuta rais. Kwa hiyo na mimi sera yangu ndio itanipeleka Ikulu. Sera ya chama changu ndio itasababisha nipelekwe Ikulu. Sera ambayo nitaitoa na yenye utekelezaji. Sio unatoa sera utekelezaji hakuna. Kwa hiyo mimi kwa sababu ni mzoefu wa masuala ya siasa, kama mnavyofahamu ndugu wananchi na waandishi wa habari, nimegombea nafasi mbalimbali. Na ni mzoefu wa kugombea, najua nini nataka kufanya na nini kwa nini nimekusudia niingie Ikulu. Nishike dola. Umesema kwamba umekuwa mzoefu na umegombea mara nyingi kwenye nafasi mbalimbali kupitia vyama mbalimbali vya siasa vilivyo nchini Tanzania. Sasa hivi uko kwenye chama cha Alliance for Africa Farmers Party na ushapata nafasi hiyo ya kupeperusha bendera ya chama kuelekea uchaguzi mkuu. Matarajio ni yapi pengine watarajie, kwa sababu umeshasema ulikuwepo kwenye vyama vingine na sasa hivi uko kwao? Nini ambacho unawahakikishia kwamba itakuwa ni tofauti na ulipotoka? Kwanza niwaambie tu wa Tanzania na waandishi wa habari, Tanzania tunaongozwa na mihimili mikuu mitatu: bunge, mahakama na serikali. Nilikuwa mgombea wa muhimili wa bunge, uspika, kula zikutosha. Leo nimekuja kwenye muhimili wa serikali. Kwa hiyo na imani kwenye muhimili wa serikali, Watanzania wategemee matunda makubwa kutoka kwangu. Nitashirikiana na chama kwa baraka ya chama na viongozi wangu. Kwa hiyo wategemee kabisa kwenye nafasi ya urais mimi natosha, kwa sababu nina uzoefu wa kuongoza watu na kuunganisha watu. Mpaka nimekuja kugombea nafasi hii, ndugu waandishi wa habari, mimi ndio mwenyekiti wa siasa, habari na uenezi na mahusiano ya jamii wa shirikisho la wachimbaji madini Tanzania, FEMATA. Unapokuwa kiongozi kwenye shirikisho, kwa maana una uwezo wa kuunganisha watu. Na nilichaguliwa kwa kishindo kama nilivyochaguliwa leo kwa kishindo. Kwa hiyo Watanzania wana imani na mimi. Nina sifa. Siwezi kujisifia lakini nina sifa, lakini tu pia napenda kuwapa rai wagombea wenzangu wawe makini sana na mimi. Na ikiwezekana pengine hata kaweza kujitoa kabisa, kwa sababu mimi na uzoefu wa kuongoza watu. Hivi vyama vingine vije viunge mkono kwangu mimi. Na pia nimewashukuru chama. Nimekishukuru chama kwa sababu kina misimamo. Kwa sababu chama hiki cha AFP kwanza akipokei watu ambao wanagombana kwenye vyama vingine. Kwa sababu nchi yetu ni ya amani. Tunahitaji watu wanaojiunga kwenye vyama ni wale ambao ni watu wenye busara. Kabla sijaingia kwa kinyang'anyiro hiki cha kutaka kupata nafasi ya kugombea urais, niliwauliza kuna mtu yote mmempokea ambaye ametoka kwenye chama ambacho kina ugomvi? Kwa sababu unapotaka kutawala nchi au kuongoza nchi, cha muhimu kwanza sosi kwenye chama kiwe na amani, ndio una uwezo wa kupewa mamlaka ya kutawala watu. Na nafurahi, nafarijika na waandishi wa habari, na nyinyi ndio kioo kikubwa kwa taifa hili. Muwafikishie ujumbe wa wagombea wenzangu, wanitazame kwa jicho la mboni. Mimi ni kiongozi ambaye nina uzoefu wa kuongoza watu na kuunganisha watu, na sihitaji kuingia kwenye vyama ambavyo vyenye migogoro. Sawa, nchi yetu imegubikwa na changamoto nyingi sana, ikiwemo swala kikubwa zaidi ni changamoto ya ajira. Ni miongoni mwa sekta ambayo inazungumzwa zaidi au inatolewa maneno zaidi. Bado imekuwa ni changamoto kwa taifa la Tanzania.
licha ya kuwa serikali haiwezi kuajiri kwa 100% bila kutegemea zile sekta binafsi. Unawaambia nini sasa vijana ambao ndio kundi kubwa zaidi ambalo halina ajira kwa sasa nchini Tanzania? Pengine wewe ukipata nafasi hiyo kuipeperusha bendera ya Tanzania kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kundi hili likutazame vipi? Nashukuru swali lako mwandishi wa habari. Chama cha AFP lengo lake kubwa ni kuwanyanyua wakulima, na wakulima ndio waleta maendeleo kwa taifa lolote duniani. Huwezi kuchimba dhahabu bila kula mahindi, bila kula chakula, bila kula ugali. Kwa hiyo nitakachokifanya, vijana nitawaunganisha kila mkoa na kuwawezesha, kuwatafutia miundombinu ya kupata mashamba mazuri na kuwatafutia vyanzo, ili kwa mfano unapotaka kulima shamba lazima uwe na matrekta. Nitahakikisha na kuwa na urafiki na watengeneza vifaa kama matrekta, ili tuweze kuwatafutia vitalu wananchi waweze kulima. Niko makubwa kutoka kwangu. Asante. Nitawanyanyua sana wananchi. Sera ya chama ni kwamba ni chama cha wakulima, yes, na kimelenga kuleta mabadiliko ndani ya nchi. Yeah. Pengine ni chama hiki cha wakulima ni kwamba ni wakulima peke yake au hata wafanyabiashara na wenyewe wako ndani? Tunaomba ututolee ufafanuzi kidogo kuhusiana na hili. Pengine hata mtu ambaye ni mfanyabiashara anaweza kujihisi hayumo kwenye chama kwa sababu kimetafsiri au kimelenga kinatamko kama chama cha wakulima. Ndugu mwandishi wa habari, vyama vinavyoanzishwa vinakuwa na misingi. Kila chama kina misingi yake. Kwa hiyo chama hiki misingi yake zaidi ni kilimo, lakini kilimo hiki chama kinaongoza Watanzania wote. Uwe mfanyakazi, uwe mchimbaji wa madini, uwe mkulima kama mkulima ninavyozungumzia, uwe mjasiriamali, hiki chama ni cha watu wote. Ni chama shirikishi cha watu wote, lakini misingi ya chama kilianzishwa kwa sababu ya kilimo. Kwa hiyo hatuna budi kuendelea na masuala ya kilimo, huku tunaunganisha watu wote ili tuweze kupata taifa zuri na lenye ubora na chakula cha kutosha katika taifa letu. Shukrani sana. Asante sana. Nakutakia maandalizi mema ya kusherehekea. Yaani mimi nashukuru sana, leo nimefurahi sana kwa sababu nimeshinda kwa kishindo. Na niwapongeze sana waandishi wa habari, mmefanya kazi kubwa na mmeona uchaguzi ulivyoendelea umekuwa wa huru na haki. Kila mtu ameona pale na kila mtu amefarijika. Tukutakie kila la heri. Asante sana. Shukrani sana.